Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo wa Sahihi Mgwao Online TV na mitandao mingine ya kijamii, ni leo siku ya Jumamosi tarehe 24 sawa na mwezi 6 Dhulhijja mwaka 1444 katika mji mtukufu wa Maka. Miongoni mwa watu ambao nimekutana naye katika eneo hili ni shekhe wa wilaya ya Kondoa ambaye amekuja na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ambapo atajitambulisha yeye mwenyewe jina lake, ameingia lini, nini kilichomleta, furaha yake, ibada yake ya hija ya ngapi. Karibu shekhe, ujitambulishe. Kwa jina naitwa Hamisi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hamisi Haji Njalu, shekhe wa wilaya ya Kondoa. Nimefanikiwa kuja mwaka huu katika viwanja vitukufu, katika nyumba tukufu ambayo nimejaliwa kufika mwaka jana, na alhamdulillah niko hapa. Jana tuliongozwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ambaye akiwepo kutuongoza shekhe wetu, mufti wetu wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Ali Zubair, kwamba tunaongozana naye kutoka Dar es Salaam mpaka viwanja vya Jibti, na alhamdulillah jana tukafika, tumefanikiwa. Natoa wito kwa Waislamu wote wa Tanzania na mkoa wangu, mkoa wa Dodoma, kiongozi wangu Sheikh Mustafa Rajabu wa mkoa, na viongozi wote na Waislamu wote wa wilaya yangu Kondoa mpaka hadi kata yangu kijiji cha Kwadeno Shamiri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hija yangu ya mwaka huu ni ya tatu, lakini naona mabadiliko makubwa. Kwanza mji mwenyewe uliposheheni watu wengi, lakini alhamdulillah na watu Waislamu wote, mahujaji wote wako katika amani na utulivu, wanafanya ibada zao. Jana nimefanikiwa kutufu tawafu ya kuingia Maka, inaitwa tawafu Qudum, na aliyotuwezesha kutufisha ni kiongozi wetu wa baraza Sheikh Abubakar bin Ali Zubair, mwanzo hadi mwisho. Lakini leo hii nimefanikiwa kufanya ziara na kiongozi wangu ambaye ni Sheikh wa Arusha, tangu ameanza kufundisha semina ya mahujaji kipindi chote kule Tanzania. Tunawahi kuongozana naye, akatutembeza, tukafanya ziara, tukaona mlima wa Bait Abu Kubais. Alhamdulillah, akatupeleka katika sehemu tukaona mlima na nyumba ilikuwa ya Abu Lahab, lakini alhamdulillah akatupeleka tukaona nyumba ambayo alipozaliwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuwezesha kutupeleka tukaona mlima na nyumba na msikiti Shajara, ambao msikiti huo una historia yake kubwa, lakini tumefanikiwa kwenda mpaka akatuonyesha, tukaona katika ziara hiyo msikiti Jini ambao una historia naye kubwa. Tumeswali rakaa 2. Baada ya hapo tumeendelea na ziara kuzunguka, tukaenda kuona majumba ya Al-Ala kule alipozikwa mama yetu ambaye ni mke wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija. Tumefanikiwa na ziara yetu. Sasa naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wananchi wote wa Tanzania wakiongozwa na rais wetu, mama yetu mlezi Samaha ambaye ni Samia Suluhu Ibn Hassan. Yeye tunamwombea na tunazidi kumwombea na tutaendelea kumwombea aendelee kuiongoza nchi yake kutumia hekima na busara, yeye na waandamizi wake, akiwemo waziri mkuu, bila kusahau makamu na waandamizi wote, kuanzia ngazi ya juu mpaka chini. Lakini bila kusahau pia kumwombea shekhe wetu Sheikh Abubakar bin Ali bin Zubair, naye kwa hekima kubwa na busara kubwa, namna anavyotuongoza na namna anavyotuelekeza, hatuna budi naye kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kumpa hekima na busara, aendelee kutuongoza. Katuongoza vizuri alhamdulillah, na mpaka sasa baraza limetulia, na wanatoa wito wale ambao walikuwa na wasiwasi ya Baraza Kuu la Waislamu. Mimi ambaye tangu nimeanza hija zangu zote mbili ni tofauti na mwaka huu nilipojionea. Nimeonyesha maeneo ambayo yote ambayo sijawahi kuonyesha kipindi. Nilikuwa nasikia tu masjidi
Jinn. Nilikuwa nasikia tu shajarati, lakini nimeona msikiti wa shajara, nimeona msikiti wa majini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aliyoteuliwa na wote walioteuliwa ambao wanayemsaidia shekhe wetu, wakina wanangu, wakina katibu wa vijana, wakina katibu dini ambao wanayemsaidia mufti wetu kwa vizuri, wakina Umari na wengineo ambao tulioacha, pamoja na wanayemsaidia ambao si wengine ni ulama wa kitaifa, pamoja na bila kusahau mwenyekiti wetu na bila kusahau mwanangu katibu ambaye ni katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ambaye mheshimiwa Huruma, naye namuombea dua kwa kushirikiana vizuri na kwa kusikia maelekezo ya kiongozi wetu na kwenye kazi kwa kutekeleza kazi. Namuombea Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inshallah Ta'ala tumuombe Mungu Subhanahu wa Ta'ala hija yetu atukubalie iwe ni hija mabrur, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazao illa aljanna. Hija nzuri haina zaidi malipo isipokuwa malipo ya pepo. Baada ya hapo, nashukuru pia na anayenisikiliza ambaye huyu kiongozi wetu, na namwombea Mungu kwa kushirikiana vizuri na viongozi wote wa taasisi zote. Anatufurahisha, yeye anaongoza taasisi ya Tauhid ambaye namshukuru sana, na ndio ambaye anaoni rekodi sasa. Na waombea Mungu Waislamu wote wa Tanzania, mkoa, wilaya na hata kijiji changu pia. Nawaombea Mungu kwa taarifu wake zangu na watoto zangu na ndugu zangu wasio na wasiwasi, niko salama salimini, sina tatizo lolote, sina homa, sina nini. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni katika wilaya Kondoa, labda una kumbukumbu wamekuja watu wangapi mwaka huu? Nakumbuka tumekuja nao pande huu wanaweza wakawa takriban ni wengi, jumla wanaweza kawa 5, 6, 7, lakini wengine wameenda na taasisi nyingine. Tulionao hapa ni 3 na kumbuka. Unatoa wito gani kwa vijana wengi huwa wanahofia kuja katika ibada ya hija mpaka wamalize mambo yao? Hili unalizungumziaje ikiwa kama wewe ni shekhe wa wilaya? Natoa wito kwa vijana wote, kwa sababu hija ni watu wote, na kufanya hija ukiwa kijana na nguvu ni bora zaidi. Na watoa wito na nawapa hamasa vijana wote wa Tanzania, mkoa wangu na wilaya yangu, kata yangu na kijiji changu, na wahamasisha, jitahidini mje mwaka kesho kuendelea kufanya ibada hii ya hija. Nyinyi ndio mwenye nguvu na nguvu zaidi kuliko hata sisi.